Majira wameandika hivi: tarehe ya kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani nchi nzima yatangazwa. Baraza la madiwani tarehe yake imetangazwa. Mjomba tena hapo ukasema nakuomba sana hao madiwani. Tuzungumze. Nafikiri ni wakati wa pressure kwa baadhi ya madiwani ambao hawakutekeleza miradi ya kimaendeleo katika maeneo yao, lakini ni wakati pia wa madiwani kujitafakari. Tarehe nadhani ni Juni 20 mabaraza yanavunjwa, si ndio yeah. Juni 20, si ndio? Ndio. Ndo mabaraza madiwani Tanzania nzima yanapigwa kati. Madiwani wanakuwa wamemaliza muda wao. Kama madiwani wanasubiri kipute kipenga kipulizwe mwezi wa 10 ili tuone kama watarudi ama warudi. Lakini hii ni kwamba inawapa pressure tu wale baadhi ya madiwani ambao walishindwa kutimiza majukumu yao kwa wananchi waliowapa dhamana ya kuwaongoza. Hii kwa unaweza ikawa ni pressure, lakini kuna baadhi ya madiwani kwa wala hawawazi, wanasubiri muda tu ufike, wakiamini kwamba wamefanya na bado wananchi wana imani nao katika maeneo yao. Lakini nafikiri ni wakati mwafaka sasa wa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu mwezi wa 10 kwenda kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua kiongozi bora na sio bora kiongozi, kwa sababu itakuwa wamepata kipimo, wameona baadhi ya madiwani wao waliyofanya katika maeneo yao, kama ni mbunge amefanya nini katika eneo lake. Kwa nafikiri ni wakati wa wananchi kutafakari. Na joto sasa hivi limepanda, sio tu kwa madiwani mpaka kwa waheshimiwa wabunge pia. Sasa hivi tempo iko juu. Naona pia kuna vichwa kwenye baadhi ya magazeti, yani sasa hivi tu sio kwa madiwani, hata kwa wabunge hali si shwari. Watu wanaangalia namna gani wanaweza kuweka mambo sawa ili kurudi mjengoni. Hii pia unasemaje mjomba? Nafikiri ni yale ambayo nimezungumza. Sasa hivi wananchi watampima kiongozi wao amefanya nini kwa kipindi cha miaka 5 tangu walipompa dhamana ya kuwawakilisha, iwe ni katika baraza la madiwani kwa maana full council ama mjengoni kitalani kwa maana ya bungeni. Kwa wale ambao wamefanya katika majimbo yao na kata zao, hawana shaka, wanasubiri muda ufike, wananchi wende wakafanye maamuzi kwenye box la kura. Kwa wale ambao walikuwa ni baadhi yao ni wababaishaji, hawa ndo ambao wamepandwa na pressure na joto la uchaguzi, kwa sababu hawajui nini kitakwenda kutokea katika box la kura. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine hawajafanya katika maeneo yao. Sasa hapa wanategemea huruma za wananchi. Na mimi ni wasii wananchi wenzangu kwamba huu ndio wakati muafaka wa kuweza kukaa chini na kutafakari, kuona ni namna gani kiongozi ambaye mmempa dhamana katika jimbo lenu, katika kata yenu, katika wilaya yenu ametekeleza ahadi kwanza za ilani ya chama chake, lakini amewezaje kutatua changamoto ambazo zinawakabili katika eneo lenu, na kile alichokiahidi yeye, je, ametekeleza? Hapo ndio mwanzo hayo majibu. Fanyeni maamuzi yaliyo sahihi kwa maslahi mapana ya wilaya zenu, majimbo yenu, kata zenu, kwa sababu hii ndio turufu pekee. Hii ndio turufu pekee. Na kumbuka kwamba utapomchagua huyu kiongozi atakuongoza kwa miaka 5. Miaka 5 ni mingi. Kwa tusiwe wabeba mabegi ya viongozi. Ndio. Nafikiri ni muda mwafaka kwenda kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na unapokwenda katika box la kura ukafanye maamuzi ambayo yatakuwa na maslahi mapana kwa taifa lako, kwa kizazi chako na eneo lako husika. Ndio. Ukafanye maamuzi ambayo yatakuwa umeongea kitu zima sana. Lakini pia kuna watu wamejisajili kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ili wapate kitambulisho cha kusajilia line. Jamani, chonde. Hapa ndio wakati sahihi wa kwenda kutumia hicho kitambulisho chako uweze ukamchague yule ambaye unamtaka. Sio cha kusajilia line hicho.
kuna mtu kawasajili bila, nilipata shida mjomba kusajili line, sio na namba ya NIDA yenyewe sijapata. Anaona akananili kile sasa kinakuwa cha kusajilia line. Sio wakati wake sahihi. Tukitumia vyema ili kiweze ikalete matokeo kabisa kwenye nchi yetu ya Tanzania. Sasa tukiangazia habari nyingine hapa ni kuhusiana na jana ilikuwa ni Jumapili, ni siku ya ibada kwa watu wenye imani ya Kikristo. Na ikumbukwe pia kanisa la Ufufuo na Uzima la Gwajima lilifungiwa baada ya kiongozi wake askofu mkuu kuleta milengo ambayo si sawa. Sasa waumini wakakusanyika pale kanisani. Sasa gazeti la Mwananchi hapa sijaiona hii habari, ngoja niangalie hapa chap. Yes. Gazeti la Nipashe nasema waumini watinga kanisa la Gwajima, polisi watawanya wanasema wasali na kuimba pembeni mwa barabara wakiwa na mabango kupinga kanisa lao kufutwa, wadai hawana pa kwenda kuabudu. Unaelewa? Lakini pia gazeti jingine hapa lilioandika habari hii Gwajima naangalia hapa la karaka, nimeiona hapa. Nimeiona. Lakini gazeti jingine pia, gazeti la Majira pia vivyo hivyo limeeleza kwamba wananchi watinga kanisani siku ya ibada Jumapili. Ndio bwana Ankobike. Lakini pia ikumbukwe wakati haya yanaendelea katika kanisa la Ufufuo na Uzima, jana pia yeye mwenyewe askofu mkuu hakuepo. Lakini pia baadhi ya raia walikuepo na wakaabudu na mambo kama hayo yakawa mengi. Lakini wakati anaendelea haya, kumbuka pia Sheponda ni moja kati ya mashaka ambaye amejiunga na chama cha ACT Wazalendo, na hivi sasa huenda akawa mmoja kati ya wagombea wa sehemu fulani, aidha ni udiwani au ni ubunge sehemu fulani. Ndio Uncle BK, unasemaje hili? Kwa sababu pia Sheponda amekutana na challenge kubwa kwamba watu wanamsema kwamba viongozi wa dini mnajihusishaje na siasa, inakuaje, mambo yamekuwa hivyo na hivyo, mambo yamekuwa mengi sana hasa kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Uncle BK. Mimi kwanza sidhani kama kuna mtu ambaye anakatazwa kujihusisha na masuala ya siasa. Sidhani kama kuna kiongozi ambaye kuna dini yake inamkataza kujihusisha na masuala ya siasa, kwa sababu unapokwenda katika siasa pia unaenda kuitumikia jamii. Na swala la siasa halikuanza leo, toka hiyo mitume na manabii huko. Yani bila ya siasa huwezi kufanikiwa ama kufanikisha chochote katika maisha yako. Acha siasa hizi ambazo tunaziona za wanasiasa katika majukwaa, hata katika maisha yako kama utumii siasa basi utafeli. Ndio maana unaambiwa katika maisha tumia siasa. Yani ni namna gani ambavyo unaweza kumconvince mtu, kumshawishi mtu akakuelewa. Hiyo ni siasa. Ukikosa siasa katika maisha, basi wewe umefeli katika maisha. Kwa hiyo siasa ni maisha. Lazima tukubaliane hapo. Ndio maana leo unaona kwamba sisi tumewachagua watu wende wakatuwakilishe kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye mabaraza ya madiwani, full council, lakini katika mitaa yetu tuna wenye viti na wajumbe ambao hawa wanabeba matatizo yetu na kuweza kuyachanganua. Hiyo ni siasa. Kwa hiyo mimi niseme kwamba, lakini tunahitaji uhuru wa kuabudu, na hili liko wazi hata katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza uhuru wa kuabudu. Lakini wakati tunahitaji uhuru wa kuabudu, basi tusichupe mipaka, tusiutumie vibaya huu uhuru ambao tuko nao. Tunatakiwa tulinde maslahi mapana ya taifa letu. Inawezekana kweli kuna changamoto ambazo zipo, lakini tunazisema wakati gani na tunazisema kwa namna gani ili kufikisha huo ujumbe. Kwa hiyo tusitumie madhabahu, tusitumie nyumba za ibada kuelezea mambo ambayo pengine yanaweza kaleta sintofahamu na mtafaruku katika maeneo yetu ya nyumba za ibada. Kwa cha msingi ni hivi, ni kwamba utii wa sheria bila shuruti ni muhimu. Ndio tumesikia yaliyotokea, serikali imetoa maelekezo, mahakama imetoa maelekezo. Kwa mimi nafikiri wafuasi hao wa kanisa ila Ufufuo wanatakiwa kuwa wapole, kuwasiliana na kiongozi wao, waone ni namna gani na ni njia gani bora ambayo inaweza ikamaliza hii sintofahamu
na wao wakapata sehemu ya kufanyia ibada, kuabudu, kumwomba Mungu. Lakini manake kuongozana kwenda katika sehemu ambayo imepigiwa marufuku mkiwa na mabango, inawezekana ikaamsha hisia tofauti na yakaja yakatokea mambo mengine ambayo hayatoleta taswira nzuri katika mrengo wa dini, lakini hata kwa taifa letu. Hakuna sababu ya kuanza kuwafanya jeshi la polisi kutumia nguvu pasi na sababu za msingi, kwa sababu maelekezo yametolewa na serikali, yametolewa na umoja wa taasisi za dini. Kwa mimi naamini kwamba utii wa sheria bila shuruti ni muhimu. Kiongozi wao afuate taratibu. Mimi naamini ya mambo yanakwisha. Serikali ni sikivu sana. Sawa, hebu tumsikilize Sheponda hapa akitoa ufafanuzi juu ya kuonekana hiyo sitofahamu kwamba kwa nini viongozi wa dini wanajihusisha na siasa. Ndio Sheponda hapa. Kwanza kabisa nilipenda